Shukran sana Eunice Omolo kwa taarifa hiyo. Tukisonga mbele ni kwamba angalau wa Kenya 320 wamerejea nchini kutoka Afrika Kusini kufikia sasa chini ya mpango wa dharura wa kusafirisha raia waliokwama nchini humo kufuatia ghasia na mashambulizi dhidi ya wahamiaji. Raia 80 wengine waliwasili usiku wa kuamkia leo katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta, huku 50 zaidi wakitarajiwa kuwasili nchini usiku huu. Gloria Milimu na taarifa zaidi. Majira ya saa 4 usiku, ndege nyingine tena iliyobeba Wakenya 80 ilitua katika uwanja wa kimataifa wa Jomo Kenyatta. Miongoni mwao alikuwa Margaret Nyambura, ambaye anasema kwamba alihamia nchi ya Afrika Kusini miaka 13 iliyopita na akiwa na matumaini ya kujimarisha kimaisha na kiuchumi. Hata hivyo, ndoto hiyo sasa inasalia kuwa ndoto tu baada ya ghasia za mashambulizi dhidi ya wahamiaji nchini humo kuibuka na kufifisha azma hiyo. South Africa kulikuwa nyumbani, nimekaa 13 years na nimetoka bila kitu. Hata kwa sasa sina na pesa ya kunipeleka kule mimi naishi hapa Kenya, hapa na Kiambu. Nimerudi huko na guo. Unajua kurudi na guo. Imeni affect. Mpango huo wa dharura wa serikali wa kurejesha raia waliokwama nchini humo baada ya kupoteza mali yao imefadhili kurejea kwa angalau wa Kenya 320 hadi kufikia sasa, huku 50 zaidi wakitarajiwa kuwasili nchini leo usiku. Idadi iliyowasili hapo jana inasemekana kuwa kubwa zaidi, huku ikijumuisha hata watoto na Wakenya wanaosemekana kuwa na changamoto tofauti za kiafya. Kurudi South Africa? Siwezi rudi South Africa. Kufanya nini sasa? Hakuna haja ya kurudi huko. Hapo awali Wizara ya Masuala ya Mambo ya Kigeni ilitangaza kwamba shughuli hiyo ingekamilika hii leo baada ya kutangazia Wakenya waliokwama Afrika Kusini kujisajili kabla ya Julai 7 ili kupata nafasi ya kurejeshwa nchini. Maelfu ya Waafrika wameweza kutoka Afrika Kusini baada ya makataa ya tarehe 30 Juni kukatika iliyotolewa na waandamanaji nchini humo ambao wamekuwa wakishambulia wahamiaji. Gloria Milimu, KTN.